Shindano hilo limeandaliwa mahususi baada ya kubaini kuwa idadi kubwa ya wanafunzi wa vyuo vikuu mkoani Mbeya hawana uelewa wa kutosha kuhusu vivutio vya utalii vilivyopo ndani ya mkoa wao, licha ya ukweli kuwa eneo hilo lina utajiri mkubwa wa vivutio mbalimbali vya utalii na uwekezaji vinavyoweza kukuza sekta hiyo. Waandaaji pia wamebaini kuwa Mbeya ina vivutio vingi ambavyo bado havijatangazwa ipasavyo kwa jamii. Kwa tunapenda kila mwanafunzi kuanzia Mbeya lakini na nyanda juu kusini na Tanzania nzima wafahamu kuhusu mambo ya utalii, yani waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa tuje na mradi huu ambao unaweza kusaidia kwa ukubwa sana vijana waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Tusipate watu ambao mtu yuko nje ya Tanzania au nje ya Mbeya, nje ya Afrika anakuja kutusimulia sisi vitu vyetu ambao tuko nao sisi wenyewe. Ni fursa ambayo inasaidia vijana kujitangaza kwanza wao wenyewe, kuonesha vipaji vyao, kuonesha nini wanacho, hasa kuna mambo ya utalii, kuna kutengeneza video nzuri, kutengeneza picha nzuri, kutengeneza documentaries, tukisimulia vizuri. Naamini kabisa utamaduni wetu, asili yetu, kutunza mazingira, kuhifadhi vitu vyetu havitapotea kwa sababu tutakuwa tumeshapanda mbegu kwa watu ambao wanakuja. Mkoa wa Mbeya vinafika 300 vivutio vya utalii mkoa wa Mbeya. Na hatujamaliza, tunaendelea. Mgeni wa heshima katika ufunguzi wa shindano hilo ni mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Justin Kijaz, ambaye amewakilishwa na Anameli Joseph. Ametoa wito kwa waandaaji kupanua wigo wa mashindano hayo zaidi ili kufikia vijana wengi zaidi na kuongeza ushiriki mpana utakaosaidia kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo mkoani humo. Niwaombe TICON, vijana waliopo hapa ni vijana wa vyuo vikuu, lakini tuna vijana wengine kule wako ngazi za chini. Kuna wanafunzi wanaosoma A-level, kidato cha 5 na cha 6, mwafikirie nao, lakini pia kuna wanafunzi wanaosoma form 1 mpaka form 4, mwafikirie, lakini tushuke mpaka chini kwenye shule za msingi. Kwa upande wake, mwakilishi wa vijana wa vyuo vikuu jijini Mbeya, Chison Munga, ambaye ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Mbeya, amesema shindano hilo litakuwa chachu muhimu kwa vijana katika kuibua ubunifu, kujifunza kuhusu utalii wa ndani pamoja na kutambua fursa mbalimbali zilizopo katika sekta hiyo. Lakini zaidi ya kushindana, tunakwenda kuijenga Tanzania moja kupitia swala la utalii. Tutashindana kwa ubunifu, tutashindana kwa maarifa, tutashindana kwa kusimulia hadithi za nchi yetu, lakini pia hadithi specifically zilizopo ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Shindano hilo linatarajiwa kuibua vipaji vipya vya vijana katika uandishi wa makala, upigaji wa picha sambamba na utengenezaji wa video, huku likilenga kuongeza hamasa ya utalii wa ndani na kuifanya Mbeya kuwa miongoni mwa maeneo muhimu ya utalii.